Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ndugu zangu Waislamu, tuko katika ziara ya Mheshimiwa Bariki Kingu, mbunge ambaye anajitoa katika hali na mali kwa ajili ya watu wake. Ziara yetu haina kingine isipokuwa Mheshimiwa Bariki Kingu katika kuwakumbuka maimamu na baadhi ya waumini kwa ajili ya kutoa sadaka ya tende. Tumeanza kwenda katika kata ya Iseke, tumeenda kata ya Ihanja, tumeenda kata ya Kuma, na vile vile tukafanya mzunguko, tukaenda kata ya Irisia, tukaenda kata ya Sepuka, tukapita pia kata ya Mtunduru, na sasa hivi hapa tunaelekea katika kata ya Mwaru. Kwa kweli Mheshimiwa Bariki imekuwa ni mtu wa kujitoa, na watu wamemsifia maimamu kwamba ni mtu wa kujitoa na ni mtu wa kuwajali watu katika hasa huu mwezi wa Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani huu ni mwezi wa baraka kama alivyosema Mtume Muhammad wetu sallallahu alaihi wasallama katika hadithi ya al-Imam an-Nasa'i, hadithi nambari 2106. Pia alimepokea hadithi hiyo al-Imam Mula al-Qari kwenye kitabu chake Birkatul Mafatih kwenye hadithi nambari juzu ya 4 ukurasa 366, hadithi nambari 1962. Amepokea hadithi ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikofika mwezi wa Ramadhani anawakusanya maswahaba zake, anawaambia qad jaakum shahr Ramadhani, hakika unawajieni mwezi wa Ramadhani. Akawaambia sio mwezi wa Ramadhani tu peke yake. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawaambia maswahaba, shahr mubaraka, ni mwezi wa baraka. Huu mwezi wa baraka ndo baraka kama hizi tunazoziona Mheshimiwa Bariki Kingu kugawa tende kwa watu wake, kwa maimamu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema yule atakayewaonea huruma wale waliofunga na akawafuturisha atapata baraka kubwa sana. Kwa baraka hii Mheshimiwa Bariki Kingu amefanya baraka kwa ajili ya kuwapa maimamu. Allahu aalam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ndo mwenye kujua malipo, lakini kupitia hadithi zake bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, na pia tukienda katika Qur'ani kwenye surati Nisaa aya 114, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema la khaira fi kathira min najwahum, hakika maneno mengi watu wanawayaongea sana hayana maana illa man amara bisadaqa, ile isipokuwa mtu yule ambaye anaamrisha watu katika kutoa sadaka. Ndo kama alivyofanya Mheshimiwa Bariki Kingu, namna ya kuhimiza kutoa sadaka hii. Kwa kweli Mheshimiwa Bariki Kingu anatupa funzo kubwa kwamba na sisi tujihimize katika kutoa sadaka. Watu yoyote yule anatakiwa atoe sadaka. Kwa hiyo hii ametupa mwongozo Mheshimiwa Bariki Kingu kwamba na sisi kumbe ni wenye kutoa sadaka, sio yeye tu, isipokuwa yeye katuonyesha njia. Akaendelea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema kwamba au maarufin, au isipokuwa yule mtu anayeongea maneno mazuri, mtu anahimiza watu katika mambo mema. Juzi tumeona Mheshimiwa Bariki Kingu katika kikao cha mkoa wa Singida akiongelea swala la barabara ya kutoka Sabasaba mpaka kwenda Kizaga yenye kilomita karibia 72 ambaye inahitaji kutengenezwa lami. Kwa kweli hiyo imekuja katika Qur'ani hii ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema au maarufin, au mtu yule anayeamrisha watu kufanya mema, akahimiza watu katika kufanya jambo, ama barabara watu wakapita, wenye shida, watu wenye maradhi wanaenda hospitalini, akina mama wajawazito. Kwa kweli anawapigania sana. Mheshimiwa Bariki Kingu ameomba barabara ya lami iweze kutengenezwa kutoka Singida mpaka Kizaga. Hilo naye pia amelizungumzia. Kwa hiyo amekuwa ni mwema kwa watu wake. Lingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema au islahu baina nas, au mtu yule anayesuluhisha watu akawaunganisha watu kuwa pamoja, ni kama alivyofanya yeye Mheshimiwa Bariki Kingu kwa kuwaunganisha maimamu wote kwa kuwapa sadaka. Na kwa kweli kila msikiti tumeenda tumekuta maimamu wapo wanatusubiri, tunawapa sadaka zao. Hii ameonyesha ni namna gani katika hii baraka ya kuwaongoza watu. Kila msikiti tulikuwa tukienda, katika misikiti unaweza kaenda katika kata moja ukakuta labda ina misikiti mitatu, lakini wanaungana katika msikiti mmoja. Hii ni kwa ajili ya Mheshimiwa Bariki Kingu kuwaunganisha watu kuwa pamoja. Kwa kweli huyu mtu amekuwa ni mtu wa kujitolea, amekuwa ni mtu bora sana. Kwa kweli anapata baraka nyingi sana kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hasa kupitia mwezi wa Ramadhani.